Nimekuja katika mkutano huu nimejifunza mambo mbalimbali. Cha kwanza nimeona jinsi ambavyo sisi wanafunzi tunavyokuwa na changamoto na mahitaji yetu nini serikali tufanyie. Cha kwanza nimejifunza kwamba miundombinu, wanafunzi tumesema miundombinu mashuleni iboreshwe, kwani kuna baadhi ya shule bado miundombinu ni mibovu. Mfano miundombinu, kwa mfano madarasa, madawati, vifaa vya maabara hususan kwa wanafunzi wanaosoma sayansi. Lakini pia kingine nimejifunza swala la maadili. Maadili baina ya mwanafunzi na mwalimu wapo shuleni. Tunaiomba serikali ili swala la maadili waliangalie kwa namna ya kina zaidi, kwa sababu imefikia wakati inawaumiza wanafunzi. Labda mwalimu amemapproach mwanafunzi, inamletea shida katika kusoma, confidence anakuwa hana. Na imani serikali ipo imara na italishughulikia hili swala kuhakikisha kuna usalama na ulinzi kwa wanafunzi wapo mashuleni. Lakini pia vile vile nisisahau iliseme ili wazi ili serikali ipate kujua pamoja na wazazi na watu wengine kwa jumla. Nilikuwa naomba serikali iangalie jinsi ambavyo watakavyoamua kujenga shule, basi tulikuwa tunaomba mazingira yawe rafiki, shule ziwekewe uzio, kwa sababu kumekuwa na matukio mbalimbali ambayo si salama kwa wanafunzi. Tukio mojawapo ni wanafunzi kutoroka mashuleni, wanafunzi kukosa umakini kusoma darasani kutokana na changamoto pilika za huko nje. Tulikuwepo katika semina hii au kongamano hili ambalo lilikuwa linahusu Transforming Education for Sustainable Development, ambayo ilikuwa na maana kwamba ni namna gani au ni kwa jinsi gani tunaweza tukaelimisha jamii ambayo tukiipa hiyo elimu itaweza kusaidia katika maendeleo ya taifa hili la Tanzania. Tumejadili mambo mengi ikiwemo ni changamoto pamoja na vitu ambavyo vimeishafanyika ambavyo vilijadiliwa katika mikutano iliyopita. Pamoja na hilo, niweze kuipongeza serikali kwa kusaidia au kwa kuanzisha huu mtaala mpya ambao utasaidia moja kwa moja wanafunzi watakaomaliza sekondari au watakaomaliza shule ya msingi kuweza kujitegemea kwa kiasi fulani. Changamoto ambazo tumetaja ni ambazo zinapatikana katika shule, pia serikali imeziona na imesema kwa kadri ya uwezo wao kwa namna yoyote ile wataweza kuyatekeleza. Ni pamoja na ujenzi wa vyumba vya madarasa, kukarabati shule ambazo haziko sawa katika miundombinu. Pia wameahidi kuongeza walimu, vifaa vya kujifunzia. Ni jambo ambalo ni zuri na najivunia kwa Mtanzania. Pamoja na hilo, niweze kuishukuru serikali na iendelee kutukumbuka hivi kama ilivyotukumbuka leo. Niko hapa nimeshiriki kwenye mkutano huu wa Annual Joint Education Sector Review 2024-2025 ambayo inazungumzia swala zima la Transforming Education for Sustainable Development. Kwa kweli tunapenda kutoa pongezi za dhati kwa serikali, lakini kwa wadau mbalimbali wa elimu tukiwepo sisi wenyewe BAKWATA kwenye kushiriki katika transformation ya masuala ya elimu. Leo tumeona kwenye sekta ya elimu tumekwenda mbali zaidi ukifikiria kule ambako tulikotoka. Kwa mfano sasa hivi kuna matumizi ya mambo ya ICT kwenye masuala ya elimu, which is ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwenye sekta ya elimu na ni mageuzi. Tunazungumzia masuala ya research innovations, masuala ya utambuzi katika sekta mbalimbali, katika bodi mbalimbali, yote yakihusisha katika masuala ya elimu. Lakini tunazungumzia tumeweza kutambua vipawa mbalimbali. Wale watu ambao walikuwa na vipawa, wana vipaji mbalimbali. Leo sekta ya elimu imeweza kuwatambua watu wa namna hiyo na kuweza kurudi kwenye sera na kuangalia namna gani inaweza kuwasaidia watu wenye vipawa mbalimbali na kuweza kuhakikisha watu hawa waliobuni vitu mbalimbali wanaweza kufika mbali zaidi kielimu. Lakini sio hayo tu. Tunashukuru sana serikali kuweza kuweka ujumuishi wa hali hii. Leo mmeona wadau kutoka sekta mbalimbali za private sectors, sekta za serikali, sekta za kijamii, FBOs, wote tumeweza kushirikiana kwa pamoja kwenye kufanya mabadiliko katika sekta ya elimu.